إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Baada kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya tarehe 14 mwezi wa 6 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 5 mwezi wa 6 2025 kwa takwimi za kimiladi, tukiwa katika silsila ya khutba zetu za watu 7 watakaofunikwa na kivuli cha Mwenyezi Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Tukampata mtu wa kwanza alowekwa namba ya kwanza, ambaye ni kiongozi mwadilifu, haina kurudiwa tena. Tukampata mtu wa pili ni barobaro, ambaye amekulia katika ibada ya Mwenyezi Mungu, haina maneno mengine. Tukampata mtu wa tatu, mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti. Ujue malipo ni ya kivuli cha arshi. Ukiambiwa malipo ni kivuli cha arshi, kwa hao waliotaja, kivuli cha arshi ya Mungu si malipo madogo, ni malipo makubwa sana. Ina maana gani? Ina maana mstahiki wa kivuli hiki si mambo madogo atakaoyafanya ndiyo astahiki kivuli, ama iwe ni mujarradi tu kunenwa tu, kiongozi mwadilifu, barobaro alokulia kwenye ibada, mtu moyo wake uliofungamana na msikiti. Ni hayo kwa utekelezaji wa hali ya juu sana, kama tulivyowazungumza hawa watu watatu. Hebu tumwangalie namba 4 atakayestahiki kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Ni watu wawili, sikia vizuri, ni watu wawili walopendana kwa ajili ya Mungu, waloshikana juu ya pendo hilo na wakatengana kwenye pendo hilo. Kwenye kutengana hakumaanishi kutengana kwa kufarikana kiuchesi, lakini kihtimali yaingia kwenye maana. Kwa maana likitokea la kufarikana kiuchesi, iwe pia wamefarikana kidini kupitia kwa hochesi. Naona imeingia kwenye maana. Lakini yaingia kufarikana, wakafarikana kwa ajili ya Mungu, wamekaa kikao, wanazungumza mambo ya Mungu, wanapanga mambo ya Mungu, mpaka pale katika kuagana kwao, haya maasalam, kuonana, wakafarikana, kila mmoja akaenda kwenye njia yake. Pia hapo halikutoka hilo la kutengana kwao kutoka kwa ajili ya Mungu, si mchezo. Sasa tuangalie huu namba 4, wawili waliopendana kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Kwani hivi kupendana kwa njia ya Mungu la tukua maana pendo tu, ama mpendo la aina gani? Maana pia liko hivi, uhibbuka fillah, liko na si makosa sawa. Mwambia mtu nakupenda kwa ajili ya Mungu, na mwenye kuambiwa nakupenda kwa ajili ya Mungu naye ajibu nakupenda na mimi kwa ulilonipendea.
mafunzo maridadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapo unapomwambia mwenzako uhibbuka fillah, na kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hutoka kwenye ulimi kachambaa kwenye mishipa ikastakiri kwenye moyo, nje yako na ndani yako laleta mivukuto ya kikweli ya pendo. Hii ni ili tusikae kwa kuwa kiudhahiri mama sana uhibbuka fillah, na kusema ahabbaka Allahu fima ahabbatani bi, na ndani ni kai chupu. Maana hapa kwa kuwa tutafuta kivuli cha arshi ya Mungu, kivuli cha arshi ya Mungu kiwe wewe uliokipata ni stahiki kweli. Sika kwa nakupenda Sheikh, nakupenda, hujui. Sijui kikweli kwa sababu ndani yako sikujui. Lakini hili pendo la kustahiki kivuli cha arshi ni pendo liitwalo pendo kwa maana ya uhakika. Sasa hapa kila mmoja aweke alamatu swali, mimi niko kwenye pendo hilo ama niko kwenye pendo la ubaranganya? Maana mapenzi tulio nao kwa wengi, si kwa wote, ni mapenzi ya ubaranganya ya ayu khidma. Manake waonyesha mapenzi, umemwambia mtu na mkono kwa ayu khidma, kikwambia naam, una khidma yote Sheikh, ambia na khidma nini, joto hili nunulia nami ile soda watupa kubusa. Afwan habib, afwan habib. Ndipo nikakwambia likizungumzwa pendo ni pendo la kustahiki kivuli cha arshi. Umenambia wewe mwenyewe ayo khidma, kwambia la joto nunulia nami soda. Alkamalu lillah. Afwan Sheikh, afwan. Tuwapendana, wanipenda kwa ajili ya Mungu, kwa kuniuliza nitakacho, kikwambia utakacho, kumbe likuwa ni ile ubaranganya. Sasa nieleweni vizuri sana, hawa watu saba mpaka tukamilishe nchi wa saba. Hili pendo linalozungumzwa, watu wawili tahaba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Ma maana almahabba? Hao mapenzi maana yake ni nini? Mapenzi ulama wetu wasema, sikia vizuri, almahabbatu hiya mailu nafsi nahwa ma tarahu au tadunnuhu khaira. Mapenzi ni kupinduka kwa moyo upande ule ambao nafsi wapenda au kudhania ni khairi. Moyo ukapinduka pahala ambapo dhana yako hapa mmepindukia kwenye khairi, ndiyo mapenzi hayo. Wengi wetu mapenzi yetu ni kwenye ncha ya ulimi, lakini yaate hayo mwisho wa hotuba yetu. Sasa ukiupata msingi wa mapenzi, tutafsiri mafunzo tuyapate ya Mtume SAW, ili yale atakao kufanywa tuyafanye, hasa tumuombe Mungu na sisi tusinyimwe iko kivuli cha arshi ya Mwenyezi Mungu. Mapenzi ukiandama kwa msingi wake, kisha mambo yote huja yakarudi kwenye msingi. Mapenzi yakirudi kwenye msingi wa mapenzi, mambo yote utakayoyafanya yatarudi kwenye msingi. Sawa? Msingi wa mapenzi kwanza, kabla mimi sija kupenda na wewe hujanipenda, msingi wa kufaa kupendwa ni nani? Apendwe nani, ambao ndio msingi wa mapenzi, ili kisha yote yaandame msingi huu. Almahabbatul ula hiya lillahi tabaraka wa taala. Mapenzi ya kwanza ni ya Mungu, yani mtu ampende Mwenyezi Mungu namba ya kwanza kuliko kumpenda yoyote. Sasa hapo utakuwa umelitukua pendo lako
kwa msingi nampenda Mungu. Ukimpenda Mungu itakiwa kukupenda, ndio kisha utavipenda vitu vya Mungu vyote utakavyovijaliwa kwa kuandama lile pendo la msingi. Utapenda misikiti, nyumba ya Mungu, lakini kwanza ulimpenda yeye, kisha ukapenda vyake. Sasa na utakalo lifanya litarudi kwenye msingi. Angalia, wawili walopendana kwa ajili ya Mungu wakatangamana kwa hilo pendo, na wakitengana hutengana kwa pendo, ni wawili. Sasa angalia, tumekuja kupendana kwa kuwa chaguo letu la kwanza hatukupendana tu, kwanza tulimpenda mstahiki wa kupendwa kuliko pendo lolote. Sasa kila lake na kila zuri lake ukalipenda kwa kufuatia huu msingi. Nafikiri maneno yako wazi. Tayeb, Imamu al-Ghazali asema, sikiza Imamu al-Ghazali asemaje? Asema i'lam, jua. Wajua tunatefuta kwa bidii vifungu hivi kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kipimo chetu ni udhahiri, undani hatujui. Lakini kama ingefunguliwa pazia ya undani kwetu, pengine ningeshuka katika hii mimbar. Yani mfano hivi kaletewa screen ya uhakika, na hakuna tuwapiga mfano hivi sasa, hunionyesha nyoyo za hawa maratibu, ningeshuka kawaga ndazangu. Ama ikitolewa screen yangu kuonyeshwa moyo wangu, pengine ni nchafu kwenu, mungesema kuandia Ijumaa ijao sasa tutaenda kumsikiza Sheikh. Lakini angalia Mwenyezi Mungu kwa hekima zake za hali ya juu, huku ndani akauficha ikawa siri yake, na moyo ikawa ni matoleo yake na tarbini zake ya kumjua mja wake walivyo kuliko wewe kumjua rafiki yako. Sasa lile pendo la uhakika la mtu kumpenda mtu, undani anaujua ni Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wasail ni za kukupelekea kwenye hao mapenzi, kisha umuombe Mwenyezi Mungu na lipite wewe kustahiki hiko kivuli cha Mwenyezi Mungu. Hapa jamani, pana mitihani mikubwa sana, lakini hivyo ilivyo ni kheri kwetu kulivyo, ambapo tuapige hisabu lao ingekuwa hivi, si lao. Mungu akifanya jambo hufanya kwa hikma za kina za hali ya juu sana. Tumefahamiana? Ndipo kuna mambo mengi yamechufichia fichia. Kuna saa ya ijaba siku ya Ijumaa, kuna Lailatul Qadri, kuna mauti, wasemaje hapo? Kuna mauti na mengineyo. Ili lile ambalo umefichiwa utajitahidi kulitenda, kwa sababu hujui ni wakati gani litakupata. Takupa mfano mmoja kwenye mengi. Mauti, wasemaje hapo? Mauti ni bonge la siri, twazungumza, twacheka pamoja, twala pamoja. Leo Ijumaa tukitoka pengine tutakuwa kwenye meza moja, kumbe hapo hapo kushapigwa mihuri juu ya kwamba mwate anamaliza pumzi zake tu, na pengine si haki Ijumaa ya leo kula biriani alopikiwa na mpenzi wake. Hii siri ya hii kifo hutupa sisi wazo gani? Hutupa sisi kuchengeza hizi nyoyo zetu mbovu, ndarandara, nuko, vumbi lingi, hasadi nyingi, qalaq nyingi, kupikiana mambo maovu kwa nyoyo ili zisafike. Tumeelewana vizuri sana? Ndipo kwenye pendo likawa pendo la kwanza ni la Mungu, kisha umpendaye limefuata msingi. Nikupende wewe, sina habari na Mungu wako, subutu linyua hatua hilo pendo, subutu linyua hatua. Achi nampenda fulani, hakuna kitu kinatoitwa mapenzi ya kumpenda Mungu wako. Heli tustafidi kwa al-Imamu al-Ghazali. Imamu al-Ghazali asemaje? I'lam annahu, jua ya kwamba, i'lam, jua, anna as'ada al-khalqi halan fil akhirah, mtu mtukufu zaidi wa hali kesho akhira,
akhira yule mtu ambaye ni mtukufu zaidi ana saada aqwahum hubban lillahi ta'ala, ni ule mwenye nguvu sana za mapenzi ya kumpenda Mungu. Hilo ndilo chaguo ndugu zangu, kwa sababu ukisema pia tachagua nimpende kiumbe, liko kumpenda mwenye kupendwa huchambua kwamba kuwapendwa. Mbona hapa imesemwa kwa uhakika. Uhakika ni kwamba ni watu wawili walopendana kwa waweza hao wawili wakawa hawakupendana kwa ajili ya Mungu, wapendana kwa ajili ya mapato. Na hususa siku hizi mimi naweza kashikana na mtu kampenda kweli kweli, tukapendana, hatia anacho, akikosa simvoni kwa ito, si mapenzi ya Mungu. Naweza kumpenda mtu kimwambia nipa kitu kadhaa, atanipa. Leo nipe hiki, uko tayari. Siku ambapo Mungu tampa mtihani, pendo limekwisha. Lakini angalia, pendo lake hakika takupenda kwa umaskini wako na kwa utajiri wako, kwa kupacha kwako na kukosa kwako, kwa ugonjwa wako, kwa afya yako, kwa furaha yako, kwa sikitiko yako. Tumefahamiana? Tuko pamoja jameni? Mapenzi ya Mungu tukiyatafsiri kupitia kwa tafsiri ya Mtume, utakuta hapa pana nini? Hapa pana mtihani. Mafhumu? Kwa sababu sisi husimama tukapenda kwa sababu mwenye kupendwa apendwa, lakini hulichunguzi lile pendo. Sisi husimama tukatukia kwa sababu kuna vachu vantukia na sisi tukaunga kutukia, hatujui ametukiwa kivipi. Lakini ikiwa na mimi naunga mapenzi ya watu fulani kumpenda mtu fulani kwa sababu apendwa kidini, tayari mpendo la Mungu. Nimentukia pia mtu fulani kwa kuwa ametukiwa na watu na sababu za kidini, hayo nafikiri yako wazi, kwa sababu tunazungumza na wenye akili. Sikakuwa kwa macho penda kweli kweli, tunataka tupendane. Mwataka mupendane kwa misingi gani? Kupendana tu. Kama kwa kupendana kivovote, watu wapenda watu wa bangi, watu wapenda waizi, watu wapenda watu waunga, watu wapenda uongo, ndivyo sivyo? Wapenda uongo. Yote hayo si katika wasai ya kukufanya wewe ujegeke kimapenzi kumpenda Mungu. Angalia wanasiasa wapenda kunena uongo kwingi, na huona kunena uongo kwao ndio kufaulu kwao. Akinena ukweli hafaulu. Na pima hapa Waislamu chuhada wao, pima kipimo kizuri. Akisimama mtu, mimi hapana, nitasimama kufa kupona, sitaki kuhonga, sitaki kitu chochote, nataka ukweli tu, taambiwa hupati wewe kiti, afadhali enda zako. Lakini angalia, ukisimama mwizi, kila pahala waweza kutia madoe, kila pahala waweza kunyang'anya, taambia hapo hundi ataka kuchengezea. Imekuwa ulimwengu wetu kwingi kufana kwa kujepa, kufana kwa kunena uongo, kufana kwa kusema fust na kutoka kwenye toa. Ndio hali ya wengi katika wanasiasa wetu. Hii imekuja nkachumbari tu ili sisi Waislamu na watanabaisha kwamba tuveni na akili ya kukomaa kwenye hata hilo la kuchagua nani nstahiki, uko nstahiki. Andama huo msingi. Twende kwenye maneno ya Imamu Al-Ghazali. Fa innal akhirata maanaha, akhira maana yake alqudumu ala Allahi, ni nchi kwenda kwa Mungu. Wa darku saadati liqaihi, na kudiriki kupacha saada ya kukutana na Mungu. Watu katika dunia hujipanga saada uendapo kwa Mungu, wakutane kwa na Mungu kwa salama salimini. Na hali ndiyo hiyo, ukitahamaka wenda. Sijuzi tumemzika ndugu yetu, sikuwahi qadara Allah fi dhalik, lakini alhamdulillah nimemwombea Mungu, Mwenyezi Mungu amrehemu, amweke katika fasihi jannati, kwa tangamano lake vile tulivyotangamana japokuwa kwa uchache, na dhihaka zake zile ambazo alikuwa akinifanyia kwa uwezo wake. Nani alopanga hayo mahesabu? Sasa tutataka sisi majauri, viburi, vitwa koko mai, hawaelewi kitu chochote,
tupunguze hivi viburi, kwa sababu wakati wote tutaachana mikono. Wakati wote tutaachana mikono. Amepita mwenzetu kama ambao hakuweko kwenye msikiti huu, basi huuchi na hicho kiburi chako, ujauri wenda nao wapi? Chengeza kwenda kwa Mungu na kudiriki saada ya kupambana naye. Hii ndivyo inavyotakiwa. Man ahabba liqaa Allahi ahabba Allahu liqaahu, wa man kariha liqaa Allahi kariha Allahu liqaahu. Mwenye kupenda kukutana na Mungu, na Mungu apenda kukutana na yeye, na mwenye kutukia kukutana na Mungu, na Mungu atukuya kukutana na yeye. Tayib, al-mi'yar, kipimo, mizani ya pendo, wallah, ni Mungu. Hebu jitolee, nampenda Mungu kuliko kumpenda yoyote, na yoyote ninayempenda lafuata pendo langu kwanza kumpenda Mungu. Uangalie saada ya dunia yako. An yakuna hubbuka, liwe pendo lako, wa bughdhuka, na kutukia kwako ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Je, misingi ya mapenzi ni nini? Asasul hub alwala, misingi ya pendo ni wala. Wala nini? Wala ni kumuunga ndugu yako Muislamu kwa yanayostahiki kuungwa. Lakini nikisema alwalau, nasema alwalau bimaanahu alhaqiqi, nasema kumpenda mtu ile alwala kwa maana ya uhakika itakiwao, si alwala ncha ya mdomo, kitu kidogo tu. Alwala walbara, darasta alwala walbara, taka mtu asome alwala ni nini na albara ni nini. Maana tukisema msingi wa mapenzi ni alwalau, tawapa mfano kwenye mengi. Alwalau, waweza kuwatakula wewe kwa ajili ya kumlisha mwenzako. Waweza kuwata ukipendacho. Mathalan, umekwenda ukanunua kanzu mzuri kweli kweli, hujaiva, akatoka jamaa, nimeipenda, hapo hapo moja kwa moja sema basi kwa ajili ya Mungu nakupa. Waweza, hiyo ndio wala. Alwala walbarau sindomoni, husimpendi pige bara au maneno ya kimaskani. Mpige bara manake jitenge naye, usinene naye, usiungane naye. Hizi ni zile zinazoitwa albara, feki kwa watu ambao hawana mabadi dini. Alwala, Ibn Umar ni mgonjwa, akaenda akatembelewa, akawa ametamani zabibu hizi kwenye kipindi ambacho ni kizito hazipatikani. Akatoka jamaa sema takwenda kuzitoa zilipo, akimletea akaja jamaa mmoja kumzuru, akamwambia Ibn Umar, nina hamu, nazipenda sana. Ibn Umar akamwambia tukua ule, akatukua zile. Waweza alwala hiyo? Nimezitafuta leo tena, taabu zimekuja kiasi. Ndio sisi. Hisabu 1, 2, waweza ukachinja mbuzi, sikwambii ile masteki kitwa na tumbo tu, hapo likakujia kwamba jirani yangu fulani apenda hama tumbo, tena hama tumbo ambao chauli huwaipenda sana, ukaitenga kando, kisha ukampepa. Waweza tukikupa uwe mbuzi dhitwa ndako, machumbo cheuli ndako, machumbo mengine ndako, miguu ndako, ukinipa mbuzi wangu huwa nusu ya nusu umeitukuliwa wewe mwanamvuli wa shane. Tukisoma alwala tunasoma wala kwa vitabu tegemewa kwa misingi ya Qur'ani tukufu. Hilo ndilo pendo. Msifanye hata msichie wasiwasi watu wa kutinda mbuzi. Tutindieni inshallah. Ni hivyo tu, tartibuni tawambia. Alwala, angalia Mtume SAW, angalia mapenzi, apewa nguo nyeupe ya chini. Mara hapo jamaa mmoja akamwambia naipenda ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaituku akampa. Mmoja akawa mkali,
Akamwambia, wewe wajua kwamba kwa mtume akiombwa hutoa, sasa umefanya ujanja kumuomba, wajua kwamba kwa atakupa. Akamwambia, hapana, si hivyo, mimi nimemuomba naipenda tu na nataka iwe sanda yangu na nimepewa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akampa na ni kweli ikawa ndio sanda yake. Watu ramani zao zilikuwa ni mapenzi ya kihakika, na kupenda muamala wangu ni nzuri kwako na wewe muamala wangu ni nzuri kwako, na kupenda taungana kwa msiba wako, na kupenda taungana kwa harusi yako, na kupenda taungana kwa kila ambalo ni tatizo. Si masala tu ni wewe, angalia pia ukele uko yini na uko nchini, kwa Waislamu wapendani kweli kweli. Ukiupima hata kiudhahiri, ni kweli ama ni mrongo? Ni kweli. Ni nini? Muamala wetu tukiamiliana ni muamala wa kijanja janja, sio mapenzi. Masahaba walikuwa wamefunguliana hizi nyoyo katika kazi, katika biashara. Sisi katika biashara hupanga kujepeana tu, hupanga kudhulumiana tu. Masahaba walikuwa ndio hawa watu wakawa hawastahiki kutukanwa, hawastahiki kukashifiwa, kwa sababu mila walioitukua ni mila ya kidini, si mila yetu kabisa. Wala hawakuwa na pupa na dunia, wala hawakuitaka dunia, na wangaliipata kwa urahisi sana kama wangeitaka, lakini waliitaka akhera. Ndipo leo tukawa tunawazungumza maswahaba wako peponi, husikika sati zao, husikika kutembea kwao. Ndipo leo tuwazungumza maswahaba, sisi hatuja kufa, lakini tuwazungumza watu wako peponi. Ndiko leo tuwazungumza maswahaba kuwa walikuwa hutembea katika zama za mtume, na watu wajuana, huyu natembea naye ni mtu wa peponi. Sisi tuko katika kutembeana kwetu, kwambia najua huu niloandamana naye ni mtu wa peponi. Pangine huo ukitembea ukimbika jito, huu leo ambaye ataka tuende town pamoja, mwizi wa kimataifa, Mungu aninusuru, nsikilie town salama. Masahaba ni masahaba, mapenzi yao yalikuwa ni ya kidini, ndio walishikana kwa ajili ya Mungu. Mtu na mashamba mawili akimpa mmoja, uwe una store tu, Muislamu aweza kutupiwa nguo zake na vyombo vyake nje, na una store tele panya, lakini ukawa afadhali walale panya kuliko mwenzako Muislamu. Tukeisi Sheikh, hiyo tena huu ndio na wakati watu wa kubana, kuweka mambo wazi, kufa kupona kulingamana na vifo namna vilivyo. Sisi tuwasaidiana, sisi tuhurumiana. Muislamu wako kuzama ndio furaha ya wengi, Muislamu mwenzako kutononoka ndio furaha ya wengi. Muislamu mwenzako kusikitika, kufilisika, alaysa kadhalik. Lakini angalia Muislamu kukunduka kwao ni ufinyo wa wengi. Imekuwa katika society yetu, wengi wetu katika Uislamu ni mihasidi international. Hasidi international wanjua? Hasidi international ni ule mkipishana tu, ukimwachia upepo, akikuachia upepo huanguka kabisa. Huo ndio hasidi international. Alaysa kadhalik. Hasidi international ni ule gari yako akiitazama na unataka kumpa lifti, kwanza amiza mate. Mgari ukipiga usikaniudhia tu, amna chochote, ukienda kila kitu kimeungua. Hiyo ndio mihasidi ambao ukipambana nao watakoseme hasbunallahu wa ni'mal wakil, na wako wengi sana katika Waislamu. Sahih? Tayeb. Sasa pendo lako liwe kwa ajili ya Mungu, kutukia kwako kuwe kwa ajili ya Mungu, na msingi wa hao ni kushikana mapenzi ya kuwapenda watu wa kheri na kuwanusuru. Qadha'u hawaijihi, kukidhi haja zako. Astaghfirullah, hata ni ajabu. Mimi nasikia kuna watu katika Waislamu, Mwenyezi Mungu atuongoze sisi na wao wote, wanahusema kuwa kwani kuna dharura gani ya kuwasaidia wa Palestina, kupeleka chakula, kupeleka nini? Waliotaka si wao, mwawajua nyinyi wa Palestina vile walivyo mpaka wakafikia kwenye hadi hii. Uwe sisi tukujua ulivyo, uwe nkatiti lugha kikwetu,
Hutefuta Falastini wewe mwenyewe, sihiri home Palestine. Lakini kuna watu wafinyika, kwa nini tunawasaidia? Umeona hatari ya Waislamu ilivyo, ndiko kupendana huko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nusra, qada'u hawaijihim, kukidhi haja zao, tafriju qurbatihim, kuwafariji kwa mazito yao, idkhalu sururi alayhi, kuachia Waislamu furaha. Huna hata kitu cha kumpa mtu, mwambie maneno mazuri. Hata mtu amekuja kukuomba huna, mwambie lugha mzuri, sina alhamdulillah alkamalu lillah. Subhanallah, wakati mwingine hata ukatafuta shilingi 10, lakini siku huna kuomba tu kuomba. Alaysa kadhalik? Subhanallah. Musaadatuhum, kuwasaidia, huko ndiko kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Al-Imam Al-Albani asema, man wajada halawata al-iman, mwenye kupata utamu wa imani, na pengine utamu wa imani wengi wetu hakuna, hudai tu tuna imani. Wajada fiha tahabbi fillah, mwenye kupata utamu wa imani amepata kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ile imani ndio mivukuto ya kukupeleka kwenye mapenzi. Twende. Akasema tena, akasemaje? Alhubbu fillahi, mapenzi ya mtu kumpenda Mungu, thamanuhu, thamani yake, an yukhlisa kullu minna lil akhar, ni kila mmoja amfanyie ikhlasi mwingine. Hilo la ikhlasi, mwasemaje? Uko mtihani hakuna mtihani? Hilo la ikhlasi, uko mtihani hakuna mtihani? Afanyaye, anenaye kuona raha kwake mpaka afahamike dunia nzima, tena kwa kuifahamisha. Sasa nafanya hivi, nafanya hivi, nafanya hivi, si lazima unene, fanya tu. Mungu asema, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Fanya uone kama hukufanya, ili ukenda kulipwa sema do ningefanya zaidi. Lakini kitu hujafanya tayari, changazo dunia nzima hujafanya, taka ujue kuna nawanga hilo changazo lako. Hujajenga, hujapata kivanda, huchengeza kuketi. Uendo kuketi wa kivanda mwanga we. Sikunena tu kila neema yako, hususa kwa wakati tulionao. Watu ni wabaya na macho yao ni macho mabaya ya uhasidi. Wengi wetu wanakuangalia tu kiudhahiri, undani tumeadarisi sana hayo alhamdulillah, na tumekuwa na kozi nayo. Sasa tuishini tu ili kila mmoja afikie ile hadi ya kuondoka ondoke, mapambano mbele ya safari. Lakini illa alorehemewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukisema twapendana kwa ajili ya Mungu, si pendo la ndomoni la barazani, ni pendo bimaana alkalima, kama haya wanaotuambia waheshimiwa wanavyuoni. Haya, kila mmoja amfanye ikhlasi mwenzake, wadhalika, hilo bilmunasahati, kwa kunasihiana. Hizo nasaha leo ni kidogo sana, lakini lawama nyingi sana. Hatuoteani kwenye mema ili niige mema, huoteana kwenye maovu ili mpate kuchangaza. Ndio hali ya wengi katika Islam. Yani kila mmoja uko standby, astaghfirullah min kulli dhambi. Aweza mwenzako Muislamu uko pale akawa anatandikwa bila ya hatia, na Waislamu pengine wakapita, isipokuwa alorehemewa na Mwenyezi Mungu. Kubwa watakalolifanya ni hili, kisha arusha. Tumefahamiana sana. Nitawapa kitu kimoja mtoke nacho leo, maana najua kitu mkikiona nkipia na sikipia ndio huva sheshegi, na lile sheshegi nalipenda mimi raha, kisha mutarudi muelewe. Kuna maana gani kumpiga maiti huwekwa kwenye ufuko? Nini? Liko moja la takio. Ikiwa mwanamume tumweka, ondosheni lile nini, lile bafuta la jeneza liondosheni. Hewa ikija ije moja kwa moja, na wewe usikie kile kijo cha kaburi ili uache kiburi.
Lakini sasa lifinisiwe gu kana upikwa umofa na hutuzidishia joto. Nisheshegi hilo, lakini tokeni nalo. Ateni kama mwanamume, ateni wazi. Hata kama vijana walobalihi wataka kutia jito, mpishe chia jito, kwa sababu kesho ndio watakoingia kutuzika sisi. Si kwa kuwa watoto na akili zao wataka kuchungilia maiti anavyowekwa tena kwa mingoto ile ya kimataifa zizi kunani. Ndipo watoto wetu siku zote wakawa ni waoga kweli kweli. Chairi ikipasuka hapo ukawekwa katika sida, utainua kitwa kwanza kisha uende, kwa sababu tumefundisha uoga. Sisi wazazi majumbani mwetu waweza kumwambia nitukulia nami kofia, ni usiku magharibi ama nini, lakini haijawashwa taa. Akitoka mtoto mdogo akwambia mimi nenda kuchukulia, babu nenda kuchukulia, tatoka mkubwa wako ambia kuna shedi, basi talishika. Kuna jini, basi amelishika. Manake ibada ya wengi Waislamu ni ibada ya majini. Wengi, sikusema wote. Sasa akiinukia ule mtoto, huinukia pahala panagiza haingii. Na ambapo ulikuwa atakomfundishe, twende mshike mkono giza, hata kwa washa atakwambia wacha, muonyeshe kitu atukuu. Tunayo hayo sisi watoto wa kunyonya askirimu saa zote. Ndipo pale kukitokea kitu chochote watoto huambio kweli kweli. Rudini namna walivolewa watoto wa kisahaba. Walilewa wakiwa ni wanaume hawajabalighi. Sisi watoto wetu walia ni mifisi hatujabalighi. Na nikisema ni mifisi hatujabalighi, fisi ni jitu la kuotea tu. Amemfuata nyuma mwanamume simba ama chui, akiangusha naye huomba uketilie sadaka tu. Ndio malezi hayo. Lakini leo hapa mtu akitaka kuangalia maiti mtoto mdogo, hata si watoto wadogo kabisa, wale ambao kidogo ni mumayizini, hufawata. Tayib, hakuna nasaha. Hata machafu unaweza kuyapiga picha ukarusha kwa mtandao. Ahamu shay, mimi nipate wafuasi wengi tu ili mpate kulipwa. Mato ya watu wote yako kwenye kulipwa kwenye mitandao siku hizi. Kwa hivyo uovu, wema, ndarandara, ulanisi, upuzi, bora mimi niweke tu huku ili nipate wafuasi. Hawakuwa wema waliotutangulia. Tayib, tumalize. Ibn Taymiyyah asemaje? Angalia maneno ya kina. Idha ahbabta shakhsan lillahi, wewe ukimpenda mtu kwa ajili ya Mungu, fa inna Allaha huwa almahbubu, Mungu ndiye mwenye kupendwa hapo. Mimi hunampenda kwa ajili ya Mungu, huwa umempenda Mungu lidhatihi, tena kumpenda Mungu mwenyewe. Wa kullama ahbabta shakhsan lillah, na kila unapompenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, jadhabaka ila mahabbatillah, hukuvucha kwenda kumpenda Mungu. Kama anna almahbuba lillah, kama ule mwenye kupendwa kwa ajili ya Mungu, yujadhibuka ila Allah, hukuvucha wewe kwa Mungu. Mwisho Ibn Taymiyyah asema katika kuwataja wenye kupendana, innaka, hakika yako wewe, sikiliza, idha ahbabta shakhsa lillahi, ukimpenda mtu kwa ajili ya Mungu, kana Allahu huwa almahbubu lidhatihi, Mungu huwa ndiye mwenye kupendwa kwa dhati zake. Tabi fakullama tasawwartahu fi qalbika, kila ukileta taswira kwenye moyo wako, tasawwarta mahbuba alhaqi, huwa umeleta picture, umeleta taswira wa mwenye kupendwa kwa haki. Fa ahbabtahu, hapo hapo ukampenda. Tayib, fazdada hubbuka lillah, pendo lako likazidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kama idha dhakarta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, angalia Ibn Taymiyyah asema kama unavontaja mtume sallallahu alayhi wasallam, wal anbiya, ukataja na manabii qablahu, kabla ya mtume, wal mursalina, na waliotumwa, wa ashabahum as-salihin, na masahaba wa wema, wa tasawwartahum, ukaleta taswira zao, fa inna dhalika yujadhibu qalbaka, hilo hukuvuta moyo wako ila mahabbatillahi, kwenda kumpenda kwa Mwenyezi Mungu, kwenda kumpenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo Mungu akawataja wawili waliopendana kwa ajili yake.
kwa kuwa watastahiki kivuli cha arshi yake. Siku ambao hakuna kivuli isipokuwa kivuli hiko. Tupendaneni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tushikaneni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tupataneni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hata kusameheana, tusameheane kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukimpa mtu kitu, mpe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukinyima mtu kitu, nyime kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Nyime mtu, mpe mtu kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ukiamiliana na mtu, amiliana na yeye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Tukenda kwa mapenzi ya kisampuli hiyo, hatuwezi kuikosa saada katika dunia. Tumekosa saada katika dunia na sisi Waislamu kwa sababu mambo yetu mengi kwa wengi ni ya kiurongo tu. Ni ya kiurongo tu. Tumefahamiana? Masala ya urongo tu, kuamiliana kiurongo, kushikana kiurongo, kunena kiurongo, kupanga, yote haya ndio yametufanya sisi tufeli, na tutaendelea kufeli iwapo haturudi kihakika kwa Mungu. Na tutaendelea kusifu watu tu, huja wale ndivyo matajiri, ndio walomiliki kila kitu. Kwa nini wawe ndio walomiliki kila kitu? Wewe kwenu usimiliki chochote, ni moyo wako ni mchafu. Lakini husaidiwa, wana nguvu kitajiri na serikali. Na wewe pia kama wataka kusaidiwa na serikali, pia serikali itakusaidia. Narudia tena, na wewe pia, sisi sote tukitaka kusaidiwa na serikali, serikali itatusaidia juu ya kuwa serikali ya Kiislamu. Lakini khiana ni nyingi kwetu, uongo ni mwingi kwetu, kupapia, kunyang'anyia ni kwingi kwetu. Nas'alullah as-salam. Wanne anayestahiki kivuli cha Mwenyezi Mungu ni wawili walopendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, waloshikana kwa ajili hiyo na wakatengana kwa ajili hiyo. Tutamwangalia watano ni mtu gani kwenye Ijumaa itakaofuata inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimin wal-muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.